Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Alhamisi tarehe 21 Mei 2020. Kama tulivyokushasomewa, leo tutakuwa katika kitabu kipya. Kwanza kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kina jumla ya sura 50. Mungu ameandika vitu vingi sana, wanadamu hawataki tu kuvisikiliza. Lakini kuna wakati watavisikiliza kwa kupenda au kwa kutokupenda. Anasema kuna kila goti litapigwa. Watu hawapendi kupiga goti kwa Yesu Kristo au kumjali, lakini anasema kuna wakati litapigwa. Kwa hiyo basi tuendelee kusikiliza neno la Mungu. Tutaenda sura moja kila wiki kama kawaida kwa muda wa wiki 50. Ni kama kwa wastani mwaka mmoja hivi itachukua. Kwa wastani kama mwaka mmoja. Tutaendelea tu. Ni kama vile ambavyo tangu tuzaliwe tumekula chakula mara ngapi? Tulishawahi kuchoka kwamba sasa imetosha bwana. Yaani mtu anakula chakula nimechoka. Hapana. Hiki ni chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo tutaendelea kusikiliza neno la Mungu kila wakati maadamu tuko hai, na tutamwomba Mungu atupe uhai na uzima. Basi karibuni sana, tuendelee tujifunze maneno haya. Unaposema kitabu cha Mwanzo, sehemu nyingine kama unaongelea vitu vilivyopitwa na wakati. Kitabu cha Mwanzo. Kwanza Biblia kama Biblia tu atawaambia Biblia ni nini bana? Ni historia, ni vitu vilivyopitwa na wakati. Hata Wakristo, sasa hao ni watu wa duniani. Wakristo wenyewe anawaambia agano la kale sio la kwetu. Unaona wengine wanaenda kwenye agano la kale pale wanapoenda kutafuta mahubiri, mafundisho ya uongo. Kwa sababu kule kuna vitu vingi vimeandikwa kwenye agano la kale. Kwa hiyo akitafuta sehemu yote anataka kuiba sadaka, kuwaibia watu, hata hawezi kaenda Yesu akufanya hivyo vitu. Kwa hiyo ataenda ajifiche ndani ya agano la kale. Kwa sababu agano la kale ilikuwa sio kamilifu. Lakini ni kama tulishasema ni kama msingi wa nyumba. Huwezi ukasema kwamba nitaishi kwenye msingi wa nyumba sio mkamilifu, lakini huwezi kuutoa kwa sababu bila wenyewe huna nyumba. Bila agano la kale hatuna agano jipya. Na tutoe mfano kwa mfano. Kabla ninajaribu hii ni utangulizi tu kusudi tuelewe maana kwa nini tunaenda mpaka kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema mbingu na dunia zitapita lakini neno langu halitapita kamwe. Unajua na agano la kale neno la Mungu halitapita kamwe. Vitu vingine vitakuja, wataalamu watakuja wataandika vitu vingi, wataleta ujuzi mwingi baadaye utaisha. Kwa mfano, kuna kipindi tulikuwa tunatumia kaseti zile kwenye redio. Ulikuwa utaalamu wa kisasa kweli, na mtu ambaye hana kaseti kwenye inawezekana vijana watoto wenyewe najua hamjui. Watoto sijui vijana sijui mnajua, lakini watu walikaretu tumetumia sana zile kaseti. Nadhani labda vijijini bado zipo same fulani. Lakini vitu vimepitwa na wakati, lakini sio neno la Mungu. Ujuzi wa wanadamu utapitwa na wakati, na unapita na wakati wa kutosha. Mwanasayansi mwenyewe na tutafika baadaye kwenye habari za sayansi na Mungu. Mwanasayansi mwenyewe atakwambia sayansi inaongea vitu ambavyo sio kweli. Inawezekana baadaye tukagundua tulikuwa tunadanganya, baadaye tukasema tofauti. Lakini watu wanataka kuamini kitu ambacho mtu mwenyewe, na natoaga mfano, naomba nitoe mfano. Hivi ukienda ukakutana na watu wawili, mmoja akwambia jamani mimi ni mwizi kabisa, mimi kwa kweli ni mwizi, au mimi nina roho mbaya. Mwingine akwambia mimi sio mwizi. Hata kama hujawahi kuwachunguza, ukawa na haka kama anaiba au hawaibi au ana roho mbaya, yupi utaamini kwamba ni mwizi? Yule aliyejitaja mwenyewe kwamba anaiba au ambaye hajajitaja? Sayansi inasema kwamba inakosea yenyewe. Mimi ni mwanasayansi. Soma sayansi. Na ndio ujuzi wa duniani, ndivyo vitu vyote vinavyoitawala dunia. Okay, utaniuliza kwamba sasa sayansi tunaipinga. Nitalijibu kwenye mahubiri tukifika kwenye mistari. Huu ulikuwa ni utangulizi. Najaribu kueleza kwa nini lazima tuchimbe neno la Mungu hata kitabu cha Mwanzo, hata agano la kale. Mungu anakuambia, anasema mimi ni mkamilifu, iweni watakatifu wakamilifu kama nilivyo mkamilifu. Anasema kila neno la Mungu limepimwa kwa nukta. Hakuna lililokosewa. Sasa watu wanataka kwa yule ambaye anasema mimi ni muongo. Sayansi inasema uongo. Inakwambia kabisa tulikuwa hatujui. Sisi na sasa hivi tunajua. Na baadaye wakishajua hivyo, muda ukipita nakwambia napo hatukujua. Tulikuwa tumekosea mara nyingine. Kwa hiyo ni kukaa tu, ni kama mchezo wa kuzunguka tu kwamba hii tulikosea, baadaye hatujakosea, tulikuwa tumeshakosea hivyo hivyo. Na ndivyo ulimwengu ulivyo. Sio sayansi tu.
maisha yote kwa ujumla. Unaweza kusema sasa kwa nini unaanza kuigusa sayansi? Sayansi ndio kama msingi wa ulimwengu usio mcha Mungu. Ndio msingi wake mkuu. Kuna vitu vingine vinaenda sambamba na sayansi kama filosofia. Nayo lazima ijifunze vitu vya kisayansi ili kusudi iweze kusimama. Kama saikolojia, kama nini, vitu visivyo mcha Mungu, ni vitu ni ujuzi, ni huka za binadamu ambazo Mungu yuko pembeni. Na ukimwingiza Mungu umekosana nao. Sasa hayo ni makosa. Kwa katika utangulizi tunaona kwamba twende kwa mfano katika kitabu cha bado tuko kwenye utangulizi. Tumesomea mistari ilikuwa mingi kidogo 31 lakini tutaimaliza. Twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 19. Huu bado ni utangulizi. Lakini utangulizi ushike kwa sababu bila kuelewa utangulizi hutaelewa ulichokuwa unakisoma. Utangulizi ndio muhimu zaidi. Mathayo 19 mstari ule wa 4 Biblia inasema hivi. Mathayo 19:4 Biblia inasema hivi. Akajibu akamwambia huyo ni Kristo mwenyewe. Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake atambatana mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili. Sina haja ya kuendelea pale. Alikuwa anaongelea habari za mume na mke. Anasema aliwaumba wawili, mtu mume na mtu mke. Leo tutaona kwamba kwenye siku ya kwanza kabisa ya uumbaji, wiki ya kwanza ya uumbaji, mtu mume na mtu mke wanaumbwa na ndicho Yesu akihubiri kwenye Agano Jipya alikuwa anatoa ujuzi ule au maarifa yale alikuwa anayatoa kwenye mwanzo. Sasa kitu ambacho Yesu alikiona ni muhimu na akakinukuu akakirejelea. Baadaye tunaona akina Paulo wanakuwa akina Ibrahimu. Ibrahimu hapatikani sehemu nyingine zaidi ya mwanzo. Of course na sehemu nyingine chache. Lakini habari za mwanzo kuanzia mlango wa 12 na kuendelea tutaona habari za Ibrahimu kwa muda mrefu. Leo tunataka imani ya kuhamisha milima, imani ya Ibrahimu. Yupo kwenye kitabu cha mwanzo. Lakini Wakristo kwao si chochote, si lolote. Ni vitu vingine. Lakini Biblia inasema anasema wafalme wa dunia wanawatawala watu wao kwa mabavu, lakini kwenu isiwe hivyo. Watu wa dunia hawaoni umuhimu wa neno la Mungu, kwa ujumla ni Biblia, lakini zaidi sana Agano la Kale, wanaenda mle kutafuta tu sababu nyingine wanazotafuta wenyewe, lakini kwetu isiwe hivyo. Kila neno la Mungu lina pumzi ya Bwana na linafaa kwa mafundisho na kumuonya mtu wa Mungu na kumkamilisha. Kwa hiyo ndio sababu tunakuja kuanza kitabu cha mwanzo. Na tumejifunza Biblia sehemu nyingine lakini tulikuwa tujagusa mwanzo. By the way, sio lazima ukiwa unasoma Biblia uanze na kile, yani Biblia haikuandikwa kama syllabus. Wanayotumia watoto wa shuleni au vyuoni. Kwamba lazima umeshasoma huku nyuma ndio uje usome huku ndio uelewe, hapana. Unaweza ukasoma Agano Jipya bila kusoma Agano la Kale, utapata gaps sehemu fulani. Lakini kila neno la Mungu limekamilika kama lenyewe, ila linaongea na jingine. Na msomaji mzuri wa Biblia ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha Biblia nzima. Kwa sababu ukisikiza upande mmoja unaweza usielewe, lakini Mungu ametupa vitabu vyote vingi hivi, ametupa Injili 4, wakati mwingine mambo yale ili kusudi tuelewe. Kama ukuelewa kwenye Mathayo, uelewa alikuwa anafafanuaje katika Marko kwa mfano, au Luka au Yohana. Kama ukuelewa chochote unaenda labda kitabu kingine, unaenda kwenye Isaya. Yesu amemrejelea sana Isaya. Na sehemu nyingine. Na sehemu nyingine. Basi twende katika ule ulikuwa ni utangulizi mrefu kidogo. Na huu ni utangulizi pia unahusu kitabu kizima, sio sura tu ya kwanza. Twende sasa katika maandiko. Leo utaona pointi kuu 5. Ziko nyingi lakini ngoja tuzipunguze ziwe 5. 5 tu. Tutaziangalia pointi kuu 5 tunazozipata katika sura hii, zote zinahusu walimwengu. Kushambulia kazi ya uumbaji wa Mungu, ulimwengu na walimwengu wake, hasa wataalamu wasomi. Ulimwengu unaojiongoza wenyewe sio na Mungu, unamshambulia Mungu, unashambulia maneno ya Mungu yaliyomo katika kitabu cha Mwanzo. Kwenye pointi tutaziona 5. Na tutaondoka tukubaliana kwamba kweli yale mashambulizi ni mabaya na sisi tusiwe pesa wa kukubali. Tutaona vitu 5 ambavyo dunia inamshambulia. Mungu anasema hiki, dunia inasema hapana, sitaki. Sasa unajiuliza ni nani yuko sahihi? Ni dunia inasema hivi?
Nitoe mfano tu. Mwishoni mwa sura ya leo utaona Mungu anasema zaeni mkaongezeke. Dunia inasema hapana. Sasa unajiuliza Mungu alikuwa kama hajui au dunia imesoma sana inamzidi Mungu wao? Sijui. Lakini kwa upande wangu naamini dunia ina makosa, Mungu ndio yuko sahihi. Sasa tunaona mapingano au ushindani au mashambulizi ya dunia dhidi ya Mungu. Na mara nyingi vile vitu muhimu kama elimu za kisomi zinashambulia kazi ya Mungu. Biblia inasema kuanzia mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3 Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Tutaona kwamba Mungu alifanya kazi ya kuiumba dunia kwa muda wa siku 6. Je, alimaliza? Hapana. Bado anaumba. Leo kuna watoto wamezaliwa. Leo bado kuna miti inachipua. Ni uumbaji wa Mungu. Huwezi kusema tu inatokea yenyewe. Lakini ule msingi, ile framework ya kazi ya Mungu alifanya kwa muda wa siku 6, na tutaona tumeona mistari mitano ya kwanza iliyozaa siku ya kwanza aliyohesabu kuanzia jioni mpaka asubuhi. Yamkini labda unaanza anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku moja. Maana yake ilianza jioni, ikafuata asubuhi, jioni ilipofika siku ikawa imeisha. Saa 12, saa 1 labda mpaka saa 12 nusu siku mpaka saa 12 jioni. By the way, sasa hivi kwanza hata siku hizi hayo ni mashambulizi, sio vitu vidogo hivi. Labda ndo neno la Mungu anasema kwamba mpinga Kristo atabadilisha majira na nyakati. Mungu anahesabu siku zake aliyetupa sisi. Ndio aliyetupa huu mwanga na nuru hii na giza. Anazihesabu siku kwa kwanza jioni mpaka asubuhi. Leo hii dunia inahesabu kuanzia saa 6 usiku, sehemu nyingine si saa ngapi na nini. Mimi nawe akasema hizi nchi zetu mara nyingi siku zetu tunazihesabu kuanzia angalau asubuhi. Kama Jumatatu asubuhi unaona ndio siku imeanza. Hii kuanzia saa 6 usiku inatuchanganya. Mimi naweza kusema tuko bora. Angalau unapotakiwa tuanze jana jioni. Kwa hiyo sio hubiri kubwa, ni vitu vidogo ambavyo yamkini, lakini uwezo kujua vinamuudhi Mungu kiasi gani. Kwa hiyo tunaona siku ya kwanza kuna Mungu kabla hajafanya kitu kwenye maisha yangu na maisha yako. Kunakuwa hakuna muundo. Unakuwa huna utaratibu. Tunaona kwamba mpaka Mungu roho yake ilipokuja yamkini alikuja duniani. Mungu ana sayari nyingi, ana sehemu nyingine. Yamkini kuna sehemu alikuwa ametokea ameenda kuumba sehemu nyingine, lakini akaja akafika kwenye kitu alichokuumba, alishakiweka lakini hakukitengeneza, ni kama mtu amenunua shamba hujalilima. Basi anakwenda siku ya kwanza anaumba mianga. Anaumba nuru, anaumba na giza siku ya kwanza. Ni uumbaji wa Mungu siku ya kwanza ulikuwa ni kuumba, kutofautisha giza na nuru. Siku ya pili, baadaye tutakuja kwenye 0.5. Siku ya pili twende tu haraka kidogo. Siku ya pili kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8 anaumba anga na mbingu. Anasema na liwe anga katika juu ya maji likatenge maji ya maji. Mstari wa 7 Mungu akaifanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaita anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Naamini mbingu zilikuwepo, lakini aliweka mpaka kwamba sasa dunia iwe huku na mbingu zangu sehemu nyingine ziendelee hivyo. Kwa sababu wakati mwingine hekima ya Mungu, jamani, wewe niwaambieni kimoja. Hekima ya Mungu ni kubwa sana. Inawezekana na ndivyo ilivyo, tunayoambiwa hapa ni ufupisho tu wa kazi ya Mungu. Huwezi ukatambua kazi ya Mungu. Hebu jiulize, Mungu ambaye ameumba wanadamu wote lazima wanaonja mauti. Hakosei point. Tangu jua likichomoza mpaka lizame hakosei point, labda afanye kwa mapenzi yake. Nayo tunaiona katika neno lake siku ya katika kitabu cha Yoshua mlango wa 10 ndio jua lilikawia kidogo, na hata katika kitabu cha Isaya tunaona jua linarudishwa nyuma kidogo, lakini sheria ya Mungu haibadiliki, iko vile vile.
Mwanadamu atatengeneza gari itaharibika. Mwanadamu atatengeneza chochote kile atakifanya kitakufa. Lakini cha Mungu kinaenda vile vile. Kwa hiyo tunaona kwamba huu uumbaji wa Mungu, sentensi chache tunazozipata hazijitoshezi kutuambia hekima yote ya Mungu. Na ndio sababu anasema ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana, Yohana anamalizia mlango wa 21 anasema vitu alivyofanya Kristo tu peke yake alipokuja kwenye miaka 3.5. Anasema kama vingeandikwa yamkini dunia nzima isingeweza kutosha kutunza vile vitabu vya dunia ambavyo vingeandikwa. Sasa sembuse kazi ya Mungu yatangia nyuma zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba tu Mungu anaumba siku ya kwanza anaumba mianga, anaweka nuru, anaweka giza. Msoma mstari wa 4, Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Giza hajalisema vizuri sana. Leo hii watu wanapenda sana giza kuliko nuru, ndio sio? Lakini kulingana na Mungu vyote ameviumba yeye, lakini alichokiona ni chema ni nuru. Hatuja kwenye zile point 5. Ni nuru. Labda tuende haraka kidogo. Tusije tukaziacha. Na tutazirejelea sehemu nyingi kwenye Biblia. Mstari kwa hiyo tunaona nuru kwa Mungu inakuwa na sifa njema zaidi kuliko giza, japo ni muumbaji wake wote. Siku ya pili tunaona Mungu anatenganisha mbingu na nchi. Siku ya tatu Mungu analeta mimea duniani. Kwa hiyo tunaweza labda tuisome mstari wa 9 anasema Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakapoonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni mti ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda. Kwa hiyo unaona anatofautisha bahari na nchi, lakini kwenye nchi kavu anaweka mimea. Baharini hajasema kazi aliyoifanya pale. Hapana, inaonekana mimea ilitangulia kukaa muda mrefu. Na alikuwa anajua kwamba hii mimea ndio kitakuwa chakula cha hao wengine. Kwa hiyo asingeweza kuviumba siku moja. Tutakuja kuona mimea, wanyama wanakuja kuumba kwenye siku ya 6 pamoja na binadamu. Huku nyuma mimea inaandaliwa kusudi iweze kuwa chakula, na anasema kitakuwa chakula cha viumbe wote. Okay, of course. Na wanyama ni chakula cha wanyama. Kwa hiyo sio somo la leo, lakini tulishasema habari za vyakula. Tuliposoma kitabu cha Warumi mlango wa 14 tulisoma habari za vyakula. Tunaweza kurudia siku nyingine, lakini naamini tunajua habari za vyakula kwa kiasi kikubwa. Kwa tunaona siku ya 3 na uumbaji wa mimea. Siku ya 4 tunaona Mungu sasa anaimarisha ile mianga. Mara ya kwanza aliweka nuru tu kwamba kuna nuru. By the way, Mungu ni nuru. Yeye mwenyewe ndo alikuwa anaangaza. Lakini baadaye akaona kwamba hawa watu nitakuwa sikae nao, ngoja niwawekee na jua. Akatokea jua na mwezi siku ya 4. Ambayo inaanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 19. Tunaona anaweka mwezi, anaweka nyota, anasema moja itawale mchana, nyingine usiku. Siku ya 5 tunaona Mungu anaanza sasa kuumba viumbe vingine vyote. Mungu mstari wa 20 anasema Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao. Na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibariki akasema zaeni mkaongezeke mkajaze maji na bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya 5. Watu wanaona kama baada ya mimea siku ya 4 tunaona sasa na viumbe vingine vinaumbwa. Naona mtu alikuja, mimi na wewe mwanadamu aliumbwa baadaye siku ya mwisho wa utendaji ambayo ilikuwa siku ya 6. Na ndio sababu tunasema siku ya 6 ni siku ya mwanadamu. Siku ya 6 ni siku ya mwanadamu. 6 ni Kristo wa uongo wa kibinadamu. 6 zake. Ni siku, siamini labda ndio hivyo, lakini unaona kuna uhusiano kati ya utawala wa mwanadamu na siku ya 6. Mstari wa 24 tutarudi kwenye hii mistari yote by the way. Tutarudi. Tulikuwa tunaangalia tu ule mtiririko. Tuone ule uumbaji ulivyoenda. Mstari wa 24 Biblia inasema Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu. Hiyo ni mwendelezo
wa uumbaji kwenye siku ya sita aliendelea kuboresha uumbaji wake. Anasema mstari wa 24 ndio nilikuwa naendelea, anasema naye nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake, ikawa hivyo Mungu akafanya. Actually unaona huku nyuma alikuwa ameumba wale viumbe wa chini zaidi, wa baharini, mwingine wadudu na nini wadogo, baadaye anakuja kuumba wanyama wakubwa. Ndo anawaumba. Mstari wa 25 anasema na wote anaomba kwa jinsi zake. Naomba kila mtu aone neno kwa jinsi zake Mungu anavyoendelea kulisisitiza. Tutakuja kuona maana hilo neno. Mstari wa 25 Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake. Mara ya 3 tunaiona hiyo. Tunaiona mara ya 3. Mara ya kwanza tumeona kwenye mstari wa 21, tumeona mstari wa 24 na sasa tunaona mstari wa 25, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona yakuwa ni vyema. Mungu akasema, sasa tunaangalia uumbaji wa mwisho mkubwa ule. Anasema mstari wa 27 Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hii habari ya jinsi alivyoumba mwanamke na mwanamume atakuja kuifafanua. Huu ni kama ufupisho. Atakuja kufafanua kwenye sura ya 2. Anafafanua zaidi kwamba hakuwaumba pamoja siku hiyo, alianza na moja baadaye, lakini ni ufafanuzi. Ni kama vile ambavyo Yesu alisema habari za ujio wake wa pili, lakini baadaye akatuletea kitabu kikubwa kinaitwa Ufunuo. Alianza akasema kwenye Injili, lakini baadaye miaka mingi baadaye akaleta Ufunuo, ikafafanua zaidi yale mambo yatakavyokuwa, japo kwa watu wengine ni ufuniko, hawajui ufunuo ni nini. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaomba kwa ufupi tu, tunaona Mungu anaomba mtu mume na mtu mke, na ndicho Yesu anahubiri. Vitu vimepitwa na wakati. Sasa kitu ambacho Yesu anakuhubiria kimepitwa na wakati saa ngapi? Ndivyo Wakristo wanavyo amua kuishi. Kwa hiyo akaumba mtu mume na mtu mke, Mungu na unaona anasema akawaumba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapo Mungu anaongea katika nafsi moja au nafsi ya wingi? Ya wingi. Mungu anaishi katika nafsi 3. Lakini wewe utasikia Mungu ni mmoja. Hakuna sisi Mungu mwana. Madhehebu ndicho yanafanya na makanisa na maimani. Lakini ingekuwa ni kitu cha ajabu kama Mungu angekuwa yuko kwenye nafsi moja akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa huo mmoja uko wapi? Ni vitu simple, yani havihitaji hata akili kubwa sana kugundua kwamba tayari Mungu anakuja kuonyesha kwamba anaishi katika nafsi kadhaa. Na Biblia inaeleza sehemu nyingine, ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 na wa 8, anasema wako watatu washuhudia mbinguni. Mbinguni kuna viumbe lakini kuna watatu wakuu, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na sehemu nyingine tutakuja kufundisha pia somo la utatu. Sio kwamba ni gumu sana, lakini limekuwa gumu kwa sababu dunia na imani na mashambulizi hayo hayatumwa kwa kusoma mashambulizi ambayo tunaona matano yale yanashambulia kazi ya Mungu, nafsi za Mungu, nguvu za Mungu, kila kitu, na ni pamoja na mashambulizi yake makubwa ni dhidi ya utatu mtakatifu wa Mungu. Utatu mtakatifu wa Mungu. Mungu ni sio dikteta, hataki kuishi peke yake. Na ndio sababu baada ya kuwa yumo katika nafsi 3 pia anapenda, yani hata kwa gharama yote ile, hata kwa gharama ya mauti yake akuite wewe na mimi twende. Anasema ili kusudi watu wengi wawemo katika nini? Katika harusi yake, katika sherehe yake. Mungu anapenda ushirika wa watu wengi. Anasema tazama ni vema nzuri ndugu wakaa pamoja. Watu wanapokuwa wengi, furaha ya Mungu ni wingi wa watu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 8, anasema alikuwa anafurahia dunia iliyokuwa inakaliwa na watu. Mungu hapendi leo dunia, tutakuja kuona. Dunia inapenda na inafundisha na inalazimisha wakati mwingine, na actually inalazimisha kwa nguvu tena. Inatumia mbinu zote kupunguza
binadamu duniani. Kupunguza uzao. Lakini ni kinyume cha Mungu. Lakini tutakuja kwenye hizo hoja 5 baadaye kidogo. Sasa tunaona kwamba sasa katika sharti alilowapa hajawaambia kwamba jamani nendeni mkalime. Alipowaumba anasema mstari wa 27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba mwanamume na mwanamke. Mungu akawaambia Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia nendeni mkafanye kazi. Ndicho alichosema. Nendeni jitahidi mtengeneze mfanye maarifa mwende mkasome vyuo vikuu. Sio kosa, lakini halikuwa sharti la muhimu kwa Mungu. Hakikuwa kitu cha msingi sana. Leo hii kwa Mungu mama binti anayeenda na kijana definitely wanaume mwanamume na mwanamke wanaoenda wakawa wazazi wakazaa watoto wakawalea ni muhimu kwa Mungu kulingana na neno la Mungu kuliko kwenda anakuambia nafunga uzazi naenda kwanza nikasome nipate degree 5 3 2. Sio mpango sio furaha ya Mungu. Hatuoni kama ni kipaumbele. Angeza kwambia sema sasa inaonekana bado ndo mmeumbwa. Subirini kidogo bado mko wageni. Tumieni kwanza muda mkajiimarishe, mjitahidi mfanye nini halafu ndo mtafikia. Nasema hapana kaja kwanza mazani mkaongezeka. Okay, nimeshagusa zile point 5 moja wapo ndo hiyo. Lakini nitairudia tena. Sasa twende katika kwa hiyo baadaye akasema vyakula na nini. Twende katika zile point 5 na kwa sababu tushasoma sura karibu yote tumefafanua kidogo na mimi nimefafanua nikaielewa. Hata mimi nilikuwa naisoma sielewi vizuri. Tutaenda haraka. Tuone zile point 5 ambazo ulimwengu na walimwengu watu wasiomcha Mungu hata makanisa kwa sababu kama unaunga mkono kitu hata kama wewe ukifanya lakini unakiunga mkono maana yake wewe ni sehemu ya hicho kitu. Leo hii mfano mambo ya kusema uzazi wa mpango, siji kutoa mimba, haki za nini na makanisa yanaunga mkono. Yanaunga mkono kwa namna mbili. Kwanza kitu cha kwanza kukaa kimya. Lakini wakati mwingine anasema wazi kabisa. Lakini kwa mfano uko sehemu fulani ukaona watu wako wanakushambulia au wanamshambulia mtu. Alafu wengine wametulia tu hawasemi chochote kwa kimya tu. Mtu waone wanavyomfanya. Maana yake wewe ni sehemu ya nani? Ya wale washambuliaji. Kwa hiyo makanisa yamekuwa kimya. Na unasema kwa nini unasema makanisa yamekuwa kimya? Sio kwa kimya tu. Ndio yaunga mkono kwa sababu hizo falsafa, hiyo mienendo iko zaidi katika mataifa ya makanisa kuliko hata ambayo sio makanisa. Kwa hiyo sasa tungasema anayewafundisha ni nani? Vitu vingine vyote ni vinafanana isipokuwa hawa ni wa makanisa hawa sio wa makanisa. Hii ni katika ulimwengu wa Kikristo ndipo ambapo haya matatizo yapo. Leo hii ukienda katika nchi ya Ufaransa kwa mfano, nchi Ulaya karibu yote na hata Tanzania naamini. Wastani wa Mkristo kuzaa na kuongezeka ni mtoto mmoja, nusu, sifuri, wawili, watatu, ikitokea labda wamepitwa na wakati wamezeeka au whatever lakini ukisasa nenda sasa katika sema watu wa imani tofauti kwa mfano Waislamu. Wastani Ufaransa ni watoto 8 kwa familia, baba na mama mmoja. Na ndio sababu Ulaya si muda mrefu itakuwa mataifa ya Kiarabu. Alafu baada ya hapo yatakuwa mataifa ya Kiislamu. Kwa sababu kama waliozaliwa wengi ni Waarabu, alafu wanafanya dini ya Uislamu, basi tutasema ni taifa la Kiarabu. Hata kama litakuwa linaitwa France, linaitwa England na nini. So wanaokaa pale. Kwa mfano tukichukua watu weusi wote wakahamia Uingereza wakajaa pale, itakuwa taifa la Kiafrika. Kwa hiyo tunaiona. Sasa tuwe katika zile point 5. Na hizi point hatuzisemi au mambo hatuyasemi ili kusudi tuyashangae, hapana tuyatende. Na tuyahubiri, na tuambie watu wengine. Na tuyasimamie. Tunaanza na pointi ya kwanza kubwa ya mashambulizi ya dunia dhidi ya Mungu, dhidi ya kazi ya Mungu, kitu kinaitwa evolution. Evolution Kiswahili chake na ni kigumu sana nimejaribu kutafuta ngozi sijakipata lakini ni kwamba viumbe havikuumbwa na Mungu bali vilitokana
na vitu vidogo vidogo na vitu kama particle si vivumbi si wadudu si alafu baadaye baada ya muda mrefu sana vikaendelea vikapanda vikazaa vikapata sijui wanyama wadogo wadogo sijui mijusi baadaye ikapanda baadaye ikapata kama nyani baadaye ikatokea binadamu. Si ndio mlishasikia hiyo habari? Hiyo ndio evolution. Lakini Mungu hajasema hivyo. Sasa ngoja tujiulize. Huyu hajawahi kumuumba hata nyani. Lakini anataka kutuaminisha hiyo ndio sayansi ya evolution. Usifikiri kama Mungu anafurahia. Mungu anasema alimuumba mnyama, akamuumba mtu, akamuumba tena mtu kwa mfano wake. Wewe unasema ni kwa mfano wa nyani. Huwezi kome mtu sioni tusi jingine kubwa zaidi ya hilo. Mungu anasema mimi nimemuumba kwa mfano wangu. Yeye anasema hapana kwa mfano wa nyani isipokuwa amebadilika kidogo lakini original alikuwa nyani. Nani anayeshawahi kusikia hizo habari? Kuzisoma na kusikia ni nyingi, si ndio? Na ndivyo watoto wetu wanachofundishwa mashuleni. Ni jambo la kusikitisha sana. Hapo kuna mgongano mkubwa na sio mgongano tu unapompinga Mungu unamuudhi Mungu. Sisi tusiwe hivyo. Sisi tunaamini na by the way kwa mfano hata ningesema kwamba hainipunguzii kitu kuamini kwamba Mungu ameniumba, amemuumba mwanadamu, akamuumba mwanadamu leo na kesho ataumba watu wengine. Yaani haitupi hasara yoyote. Ungesema kuna kitu tunakipoteza, lakini ili mradi tu Mungu aseme mwanadamu aseme kinyume halafu mwanadamu afurahi kwamba amemzidi Mungu. Yuko juu Mungu ni mshamba Mungu hajui anachokifanya. Hapana. Biblia tumeona leo kwamba Mungu aliumba viumbe kila kiumbe kwa jinsi yake. Neno kwa jinsi yake ndio kusema kwamba nyani ni nyani, binadamu ni binadamu, mjusi ni mjusi, punda ni punda, ngamia ni ngamia, vyovyote vile, ng'ombe ni ng'ombe. Ndio jinsi yake. Aina yake. Na tunaona kwamba ilifanyika ndani ya siku 6 ambazo zilikuwa zina asubuhi na jioni. Wewe awaambia lakini leo watakwambia evolution ni kitu ambacho kimetokea kwa muda wa miaka na hakuna jibu sahihi. Ile miaka haijulikani. Kila mtu anakuja na mwaka wake. Mimi nakumbuka wakati tunaanza kusoma hivi vitu kwa mara ya kwanza. Sijui lakini kwa vinaniudhi nilikuwa naona kama tunakosea vile. Mwingine anakuambia miaka milioni 100 iliyopita. Mwingine anakuambia miaka milioni 50. Mwingine anakuambia miaka 2023. Yaani hakuna muda maalum. Mungu anakuambia mimi nifanye kwa muda wa siku 6 na siku 7 nitapumzika. Sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Mungu anasema kitu chake wewe unaenda unakibadilisha. Tayari umeshamuudhi Mungu. Na watu wanaoamini hivyo wakishakuwa wengi maana ile dunia Mungu anaichukia kwa sababu anaona hawa ni wapinzani wangu. Hivi wewe uende ufanye kitu fulani au useme kitu afu usikie mtu mwingine alikuja kama anapinga anasema yule muongo anasema hivi. Wewe utaona kwamba yule ni mtu mzuri kwako? Hapana, Mungu atamwona ni adui yake. Basi tusikubali kuwa adui wa Mungu. Mungu ameumba ndani ya vitu muda wa siku 6. Tunaweza na unaweza sasa twende katika King James maeneo kama haya ya makubwa. By the way, ngoja niguse kidogo kabla ya kwenda kwenye King James. Kuna mtu mwanzilishi mkubwa wa nadharia ya evolution. Ngoja tuitumie hivyo. Ya mabadiliko si kwamba binadamu alitokana na nini na kila kiumbe kilitokana na vitu gani. Haina muda mrefu. Imeanza tu kwenye karne ya 16. Na Mwingereza mmoja anaitwa Charles Darwin na alikuwa tu ni mpinga Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa haamini katika Mungu. Makanisani alienda, lakini mara nyingi na leo tutaona mnikumbushe sijui labda mtanikumbusha. Tutaona watu kama 5 wakubwa na mitazamo yao dhidi ya Mungu na kazi za Mungu. Hao ndio wanaza teknolojia za kisasa, hao ndio wazalisha teknolojia za kisasa na wazalisha tiba za kisasa na nini, lakini wanakuambia kwamba Mungu amekosea, wao ndio wako sahihi. Tutaona. Sasa labda nieleze kitu kimoja. Sasa unaweza kusema mimi ni kijana, mimi niondoke na nini? Ondoka na hoja hii moja. Kitu chochote ambacho
kinaleta mafanikio kwa wanadamu lakini hakimpingi Mungu. Kama ni elimu na ujuzi, kibebe. Kile chochote ambacho hakipingani na kazi ya Mungu, kibebe. Hicho kinakuwa kimetokana na watu wasomi, wataalamu, wanasayansi wazuri. Biblia inatofautisha kuna wataalamu wabaya. Ukienda katika kitabu cha na inapatikana kwenye King James, kwenye Biblia ya Kiswahili huipati. Nimejaribu kuisoma ipo lakini imevurugwa. Tuone katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa mwisho ule wa 6. Timotheo wa kwanza 6 Biblia inasema hivi na nitaifafanua. Timotheo wa kwanza 6 mstari ule wa 20 anasema hivi. Timotheo wa kwanza 6:20 nasoma kwenye King James anasema Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so called. Anawaambia yashike yale ambayo yamewekwa umepewa kama kuyasimamia. Timotheo alikuwa anaondoka. Na usikubaliane na hao watu wanaobatuka tu wanaosema maneno na kama ya kumtukana Mungu, ya kumpinga Mungu, to profane the name of God. Anasema na upinzani wa hicho wanachokiita sayansi. Sayansi neno hilo limo. Anasema upinzani wao ni lugha kama ya kumshambulia Mungu. Anasema hawa wakatae. Anaendelea mstari wa 20. Which some professing have erred concerning the faith. Anasema watu wakiamini hiyo, baadhi walioamini hiyo wamekosa, wamepotoka kwa habari ya imani. Huwezi kuwa na imani kama hizi na wala tuseme kitu kimoja kwenye okay nimalizie ile sentence afu nilije hiyo point. Mtazisahau na nafikiri. Lakini wewe nijaribu kuzishika zote mbili. Huwezi ukawa na hii hoja alafu kama amini Mungu vizuri. So anakuambia imeshindana na Mungu. La kwanza. Lakini pia hoja nilikuwa nataka kusema na hiyo nilikuwa kama nimeipoteza kidogo, nije hii ambayo bado nakumbuka ya msingi. Sayansi, ujuzi wowote unatumia fahamu za kibinadamu. Ni kitu unaweza kukiona kwa macho na unaweza kukitenda. Na sayansi nzuri ni kitu ambacho unaweza wanakuambia kama ukitaka kufanya kitu cha kisayansi lazima ukifanye alafu njia yake ijulikane na mtu mwingine aweze kukirudia. Inaitwa replication au reproducibility, uwezo wa kuirudia. Leo hii mtu anakuambia kwamba nyani na lazima kuwe na maabara umefanyia. Umekaa chini, hebu niambie kuna maabara gani iliyokaa ikamchukua nyani ikamfanyia chochote kila akabadilika kama binadamu. Sasa hiyo sio sayansi, hiyo ni imani. Kukuambia kwamba zamani karne okay, hapa muda wenyewe tumeanza kuhesabu wakati wa Kristo. Miaka tu haijafika hata 3000, 5000, lakini anawaambia miaka milioni 200 iliyopita. Hakuna ujuzi. Kuandika kwenyewe hakuna hata miaka 6000. Sasa huyo unaona huyo mtu ama alioteshwa ama aliota mwenyewe ama anadanganya na hawezi akairudia kisayansi. Mimi sayansi ambayo sina uwezo wa kuirudia na kairudia mwenyewe au mtu mwingine akairudia, sitaita sayansi, hiyo ni imani. By the way, hivyo vitu vinavyoitwa evolution ni imani. Nilikuwa nasema kuna mtu anaitwa Charles Darwin, karne ya 16, alikuwa ni jamii ya Freemason, yani zile vyama vinavyompinga Mungu. Walipewa wanasema kusudi tupinge kazi ya Mungu, anzisha. Walikuwa wanaijua anzisha habari za evolution. Hazina muda mrefu sana ndio zikaanza. Sasa Mungu anasema nyuma hii haya maandiko ya Mungu kibiblia yanaonekana yana jumla kama miaka 1500, miaka kama 3000 na kitu. Agano la Kale lilikuja kuandikwa kama miaka 1500 baada ya kina Musa. Ina jumla kama 4000, miaka 4000 kwenye miaka 6000 ya dunia. Kitu kimekuja karne 4 zilizopita kinaonekana ndio sahihi, lakini kile kilichokuwepo na Mungu miaka mingi na mingi kinaonekana sio sahihi.
Maana yake wanadamu ni wepesi wa kuchagua upande mbaya. Mimi ndio ninachokipata. Okay, tusije tukakaa sana katika hoja hiyo ya evolution. Mashambulizi ya dunia hasa ya wataalamu wanaongoza dunia. Dunia haiongozi, inaongozwa na wataalamu. Kabla hatujaenda sana nisije nikasahau. Tuende katika baadhi ya hawa watu wanaojiita wataalamu. Hawa ni wa kisasa. Wa sasa hivi wanaotusaidia kutuambia mambo dunia ilivyoumbwa, wanaotuambia kuhusu vitu ambavyo vingi vimepingana na Mungu. Mtu mmoja hapa, kuna mwanafizikia mmoja amekufa mwaka juzi, mwaka 2018, yuko hapa, anaitwa Stephen Hawking, Mwingereza. Mpaka anakufa alikuwa amesha paralyze vibaya mno, alipigwa na ugonjwa kali la mishipa ya fahamu. Linaitwa ALS. Mungu wakati mwingine ukijifanya unampinga ovyo, huwa analipa papo kwa papo. Hakukaa muda, alipoanzisha tu hiyo kitu alipigwa. Anaandika hapa kwa mfano, anasema hivi: I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail. Anasema ubongo haamini kama mbwa na Mungu ni kama kompyuta fulani ambayo itaacha kufanya kazi sehemu zake zitakapokuwa zimeharibika au zimechoka. There is no heaven or afterlife. Anasema hakuna cha mbingu wala maisha baada ya hapa. Anasema ni profesa wa Oxford. Ndio ukibahatika ukatoka Tanzania ndio ungeenda kufa. Utaenda kufundishwa na huyu. Na hupati nafasi. Utaendaje Oxford? Kufundishwa na huyu aliyepigwa na ALS, na maneno mengine. Anasema hakuna cha mbingu. Huyu ni mmoja. Kuna mwingine hapa anaitwa Michio Kaku. Ni Marekani mwenye asili ya Kijapani. Anachukuliwa mpaka sasa yuko kwamba ni miongoni mwa watu wenye akili sana wanaoishi leo. Most intelligent, brilliant. Imani gani? Ni mmoja wapo neno lake anasema hivi. Maneno yake hapa yako hapa. Nimenukuu baadhi. Ni baadhi tu. Hawa ndio wanaotuletea ujuzi wote tunaoendesha nao kila siku, tunaoishi nao. Anakuambia hivi: in the beginning God said. Hapo mwanzo Mungu alisema. Unaona kama anajaribu kukopi maneno ya Mungu lakini anataja ya kwake. Let the four-dimensional divergence of an anti-symmetric second rank tensor equal 0 and there was light. Anasema siku ya kwanza Mungu, tumeona kwamba Mungu alianza kwa kuumba mwanga. Anataja mifumo yake aliyoigundua kwamba Mungu alisema, akaweka maneno yake, sayansi zake, alafu eti mwanga ukatokea. Yaani haamini kwamba Mungu aliumba. Okay? Hiyo ndio sayansi, ndio ujuzi tulio nao. Kuna hata huyu maarufu sana anaitwa Albert Einstein. Huyu ni Yahudi lakini aliyekuwa Ujerumani na baadaye akahamia Marekani kama Marekani. Marekani unajua akishapata mtu mwenye uwezo lazima wambebe tu, wanampa utaifa, uraia wa kule. Anasema Albert Einstein ndiye alikuwa mtu mwanasayansi makini au wa juu sana kuwahi kuishi, ndio inavyoaminika leo. Wanavyojitana wao wenyewe. Na tumetoona kwamba haikuzuii kwa wanasayansi kwa na waamini Mungu. By the way, tumeona kwamba kuna wanasayansi waovu na wengi ndio wale wa viwango vya juu. Anasema hivi: the word God, neno Mungu, is for me nothing. Anasema neno Mungu kwangu si chochote zaidi tu ya more than the expression and the production of human weakness. Ni zaidi hakuna zaidi ya kwamba neno Mungu si zaidi ya kwamba ni njia ya mwanadamu kuficha udhaifu wake. Kwamba anajificha hiki tu ya Mungu tu atanisaidia. Mungu hapana. Anasema huwezi, ndio unamwingiza Mungu lakini Mungu haipo. Jamani, mnasikia hatari inayotuzunguka? Sio hatari ndogo. Huyu nimeshamtaja. Kuna maneno mengi mengine, kuna mwingine hapa anaitwa
Okay. Huyu yuko na huyu Stephen Hawking ambaye alipigwa ugonjwa. Tunamwona yuko na mwenzake Papa. Wako kwenye yani kwake ni mtu muhimu sana. Ni kama asiye anamuombea, asiye anaongea lugha moja kwa sababu ni wamoja. Tunaona wako pamoja. Kuna mtu mwingine anaitwa Richard Dawkins, naye ni Mwingereza. Huyu ni Mwingereza. Huyu ni Richard Dawkins ni Mwingereza ni nini? Ni hawa Waingereza na Wamarekani wale. Lakini anasema Richard Dawkins anasema hivi. Wapo mpaka leo anasema the God of the Old Testament, Mungu wa Agano la Kale anasema naweza kusema ndo kiumbe katili kibaya kuliko wengine wote. Anaua, anajiita ana wivu, yani Mungu gani mwenye wivu? Anataja maneno mengi ajabu na ndio yanazaa sayansi. Ndio yanazaa sayansi. Na ndio yanazaa maarifa ya wanadamu na naweza kusema na hekima yote ya dunia hii. Pointi ya kwanza, pointi ya pili kusudi tusimalize muda mwingi sana. Tumeshaiona na sitaigusa sana. Dunia Mungu tunaona katika uumbaji wake, mbali na kwamba aliumba vitu kimoja kimoja na kwa jinsi zake, na dunia ikamshambulia kwa hicho kinachoitwa evolution na sayansi, dunia inamshambulia Mungu kwa habari ya uzao. Tumeshayesema. Na sio kwamba ndo mara ya kwanza Mungu anarudia katika Zaburi ya 127 ili somo nafikiri la uzao si kama nishawahi kufundisha. Nishaligusa mara nyingi. Lakini tunaona kwamba muda wote baraka za Mungu hazipitii katika hizi zinazoitwa baraka za dunia leo hii. Zile za makanisani hapana. Makanisa hayahesabu kama mambo ya uzao na nini kama baraka. Hapana. Mara zote anasema njooni mkachote baraka sisi mkafanye nini? Mnakuwa mnapata tu baraka za hivyo vitu vingine vyote vile. Sio uzao. Na Wakristo ndio wanaoongoza kwa kutumia njia za kuzuia uzazi, ndio wanaoongoza hata kutoa mimba. Ndio wanaoongoza. Na kwa sababu ameambiwa na hawa na sayansi na kwa sababu ameambiwa na hekima ya dunia, tunaona kwamba ni sehemu ya pili. Tumeona unaosema sasa inakujaje? Mnakuja kwa sababu Mungu anasema zaeni mkaongezeke, hawa wanasema hapana. Pointi ya pili tunaiona. Pointi ya tatu tunaona tuione habari ya kitu fulani kinaitwa mazingira. Mazingira. Leo hii katika hoja mbili zinazoandaliwa na ulimwengu kuiunganisha dunia ni vitu vikubwa vingi lakini viwili. Na sasa hivi kimeongezeka cha tatu. Magonjwa. Lakini kwanza kabisa cha kwanza huwa kinaitwaga amani. Amani, tunatafuta amani ya dunia, tushirikiane tutafute amani ya dunia na nini? Yesu alisema mimi sikuja kuleta amani duniani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni mpango wa wao na hawachagui kitu kibaya, wanatafuta kitu kizuri lakini kilichompinga Mungu. Wanatafuta kitu kizuri kinachovutia macho ya wanadamu lakini kimepingana na Mungu. Yesu alisema sikuja kuleta amani. Basi kama alisema sikuja kuleta amani, tunaona katika Luka 12:49-50-51 wanaipata wapi? Kitu cha pili anachotumia ni vitu vinaitwa mazingira na mabadiliko ya nini? Ya tabia ya nchi. Tunaona kwamba siku ya kwanza Mungu aliumba viumbe vyote akavipa uhuru wa kutegemeana. Na kwa mfano kusoma katika mstari ule wa tena mstari wa 29 sura ya leo anasema hivi, Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu na chakula cha kila mnyama wa nchi. Na nini akataja vitu vingi, yani kuna uhuru wa vitu vya kwenye mazingira kutumika kwa ajili ya wanadamu na kwa ajili ya wanyama. Leo hii utaambiwa kuna maeneo maalum yametengwa hayaguswi. Huwezi ukamgusa swala, huwezi ukamgusa nyumbu, huwezi uwe na kibali maalum. Lakini Mungu amesema kwamba hivyo ni vitu ameviweka kwa uhuru kabisa.
Tunailinda wanaita mother nature au si Kiswahili chake ni nature. Leo hii kitu kikitokea na haja akasema ni Mungu amekisababisha kitokee. Anakuambia ni nature ni asili tu kimetokea kwa chenyewe tu. Ili mradi tu kazi ya Mungu isiheshimike. Mungu nguvu zake na kazi zake zisitambulike. Biblia inasema, tumeona sehemu nyingi anasema Mungu akakiona kila alichokiumba ni chema. Kwa hiyo kazi aliyoifanya ilikuwa ina ukamilifu mkubwa, lakini wao wanaambia usiguse hiki. Leo hii kwa mfano watu wanakamatwa kwa mfano wameenda labda kuwinda hata wanyama kufanya nini? Na tunaona zamani hata akina Esau walikuwa wanaenda na winda wanakula chakula. Lakini leo hii dunia nzima wanyama ni muhimu kuliko binadamu, ndio sio? Gusa mnyama wa dunia. Haki za wanyama, haki sijui za simba, haki za kila kitu hatukioni katika huu uumbaji wa Mungu. Mungu anasema nimeviweka kwa ajili ya matumizi yenu. Na baadaye akasema alipokuja kwenye baada ya Nuhu kutoka kwenye safina ndo aliingiza na vyakula vya wanyama sasa. Akasema kuleni chochote mradi tu tumbo lako linakipokea. Na ndo anakuja akasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 14 anasema chochote kile utakachotaka kula ili mradi tu kisimkwaze mwingine na kumfanya mtu ambaye ni dhaifu wa imani alafu akakwazika. Lakini wewe ukiwa na imani thabiti kula. Lakini leo hii kuna mipaka mikubwa sana. Leo utaambiwa kwamba binadamu wasiongezeke ili kwa sababu dunia imeshajaa. Tutunze mazingira. Ndio sio? Sicho kinachosema? Ndicho kinachosema. Lakini hatukioni Mungu na tunakiona hatukioni Mungu anakisema na hatukioni anakirudia popote pale kwenye Biblia nzima. Kwenye Biblia nzima. Na tuende katika kitabu cha hiki cha Mwanzo. Mungu wakati mwingine anathibitisha maneno yake kwa kuyarudia. Tuende katika kitabu cha Mwanzo hii, mlango wa 8, anasema mstari ule wa Mwanzo 8, mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Mwanzo 8:22 Biblia inasema hivi. Sikiliza ahadi ya Mungu alichosema. Mwenye kuiumba nchi yake, mwenye kuumba dunia, anasema hivi. Muda nchi idumupo. Maadamu dunia bado ipo, maana alikuwa anajua kwamba haitadumu muda wote, kuna wakati itaondoka. Biblia inasema dunia itaondoka. Sio muda wote, haitakuwepo muda wote. Lakini anasema wakati ambapo bado ipo, haijaondoshwa. Anasema majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazini na wakati wa kusini, mchana na usiku havitakoma. Inawezekana mazingira yakabadilika, joto tukao hatuna mvua. Mungu anasema hapana, kutakuwa na mvua muda wote, kutakuwa na majira ya baridi kama kawaida na joto kama kawaida, na wakati wa kaskazini na kusini maana yake pepo zitavuma kama kawaida. Lakini leo utakuta kitu yani cha kwanza kabisa watu mpaka wanapewa mazawadi makubwa sio kutunza mazingira. Okay, Mungu hajasema kwamba tuharibu mazingira, lakini sio mpango wa Mungu kufanya hivi vinavyofanyika katika kitendo cha mazingira. Naomba nitoke hapa ninaeleka kwamba hatujasema kwamba tutoke hapa tuharibu kila kitu. Hapana. Mungu hajatuambia tuharibifu. Kuwa mharibifu ni kutenda dhambi. Lakini sio hii mifumo inayoitwa kwamba yani mwanadamu anakuwa ni kama mtumishi wa kila kitu chochote kile. Yani mti ni muhimu kuliko binadamu, wanyama ni muhimu kuliko binadamu. Lazima wanyama sio wameuawa, sijui mamlaka zinaenda, sijui na vitu gani. Wanadamu si chochote si lolote. Lakini Biblia inasema Mungu anasema akawaumba akasema mkaitawale nchi na vitu vilivyomo vyote. Yaani ninyi ndio watu wa juu, ndio muhimu, ndio mabosi. Lakini leo hii mwanadamu ni mtumwa wa kila kiumbe. Ni mtumwa wa kila kiumbe. Pointi hiyo tumeona ya tatu. Ya kwanza tumeona evolution, ya pili tumeona uzao, ya tatu tumeona hicho kinachoitwa mazingira. Na ila mazingira tutakuja kulisoma kwa sababu niligusa kidogo kusudi wakati mwingine kitu hujawahi kusikia, ukisikia mara moja hakikai vizuri. Ngoja nikiseme tena kwenye somo hili. Dunia ili kusudi iweze kutawaliwa na mpinga Kristo mmoja, lazima kuwe na hoja zinazowafanya wafikirie pamoja, waunganishe. Sasa kwa mfano ikitokea ugonjwa kama ule unaoisumbua dunia. Sasa hivi watu wote dunia nzima wanafikiria pamoja,
wanaangalia pamoja, wanalala yani ni kama wameunganishwa na kitu kinaitwa corona virus disease. Sawa? Kwa hiyo kitu kama hicho kinatengenezwa kusudi watu wote wafikirie pamoja. Sawa. Kitu kingine tunakugusa ni vitu kama mazingira. Kwamba kwa sababu mazingira yanamgusa kila mtu, lazima tukiyatengenezea fake story na nini tukaofisha watu na nini kwamba si mvua zitakuwa hazinyeshi. Mungu anasema mvua zitakuwa zinanyesha muda wote mpaka wakati nitakapoiondoa hii dunia. Na hajasema kwamba isipokuwa tu pale mtakapokuwa makini na kuitunza. Hajasema hivyo. Anasema pana muda wote mvua zitanyesha na majira ya hali na kupanda na kuvuna yataendelea kama kawaida. Sasa hiyo hoja ikisha tengenezwa ikaingizwa kuwa ni kitu cha wote, basi ni rahisi watu wote kuunganishwa na kutawaliwa kwa sababu wote mnafikiria pamoja. Kuna vitu vingine, kwa mfano vitu kama hata vitu kama michezo hii. Unakuta kuna ligi moja inasambazwa dunia nzima, watu wote wako wanafikiria pamoja, wako Spain, wako si Uingereza. Lakini wanatafuta vile vikubwa ambavyo hata yule ambaye hana mapenzi nacho atalazimishwa. Kwa mfano ikitokea si muda mrefu tutaletewa chanjo ya corona, itazunguka dunia nzima. Na nilisikia Trump anasema wa Marekani kwamba wakati wanaisambaza watatumia jeshi. Nimesikia wiki hii. Wanasema tunaitegemea itakuwa tayari mwezi wa 12 hivi na tutatumia jeshi la Marekani kuilazimisha. Sasa sio somo la leo kueleza hiyo chanjo italeta madhara gani, lakini madhara yake yatakuwa machache ya kimwili, mengi ya kimwili, lakini mengi zaidi ya kiroho. Ndio mwanzo wa namba ya mpinga Kristo. Ndio mwanzo wa namba ya mpinga Kristo. Pointi ya 3 tumeona mazingira. Hii point tuigusa tena kwa sababu ni uwezo kugusa. Hivi vitu ni vitu vikubwa. Ungeweza kufundisha hata wiki mbili mfululizo kila kimoja, lakini kwa ajili ya muda tutavigusa tu kidogo, na wewe mwenyewe toka hapa akajifundishe. Kasome neno la Mungu liko wazi. Liko wazi, alisumbui. Pointi ya 4 tunayoona, kuna kitu sasa hivi kimekuja kinaitwa flat earth theory. Naomba nifafanue kwa Kiswahili chake. Na hivi vitu unaweza kufikiri viko mbali na wewe, lakini siku vitakapokuwa vinakulazimisha kutenda usiyopenda, ndipo utajua kwamba hivi vitu ni vibaya. Flat earth ni kwamba dunia sio mzunguko, sio mviringo, sio jamii ya mpira. Ni kwamba dunia iko kama sahani, iko kama meza hivi. Inaitwa, na ni kitu kipya hicho. Hakina hata miaka, yani nilikuwa sijakisikia hata miaka 10 iliyopita. Lakini sasa hivi kinafundishwa mpaka makanisani. Kwa ufupi tu ni kutaka tu yani kama kumfanya mwanadamu atoke katika kufikiria vitu vya msingi, afikirie ni kama hili corona lenyewe. Afikirie vitu vingine, na katika kufikiria vitu vingine apewe kitu cha kufikiria na apewe kitu cha kutenda ambacho hakimpendezi Mungu. Shetani haji kirahisi akwambia kwamba niko nakudanganya. Atazunguka hatimaye atafika. Lakini wacha Mungu watang'aa. Hebu twende sehemu chache tu, kwa mfano twende katika kitabu cha Isaya. Kwa hiyo ya flat earth naomba niseme kwamba sitaihubiri sana kwa sababu haijaleta madhara mpaka hapa ilipo. Ila utakapokuja kuisikia usije ukaanza haraka kuikubali, kwa sababu ni mbinu za wapinga Kristo kujaribu kumuondoa mwanadamu katika fikra za Mungu na kupinga kazi ya Mungu. Mungu anasema mimi nimeumba dunia, sehemu nyingine anasema nikaining'iniza angani. Katika sehemu ya utupu. Lakini anamwambia hapana, iko juu, sio kitu gani, imekaa kama meza, iko flat. Iko flat, Kiswahili chake ni nini? Tambarare. Bapa. Kama meza. Sasa sivyo. Tusome tu sehemu moja. Mungu anasemaje katika na jana nilikuwa nasoma katika kitabu tulikuwa tunafunga kitabu cha Mwanzo hiki nyumbani kwangu hapa. Sasa tunasoma sura ya 50. Tunaona utaalamu unaofanyika leo. Hospitalini mtu akifa anachukuliwa mwili wake, unaingizwa dawa, inaitwa embalming. Nilikuwa naiona ilikuwa inafanyika, alifanywa Yakobo wakati akiwa wapi? Akiwa Misri. Alipofika Misri ili kusudi aweze kusafirishwa.
Kitu unajikuta leo kinatumika kama ndio ujuzi wa kisasa lakini kwa Mungu kiwepo zamani sana. Mungu anasema sehemu nyingi. Anasema katika kitabu cha tusome Isaya 40. Kitabu cha Isaya na tuko tunafunga. Isaya mlango ule wa 40 mstari wa 22 Biblia inasema. Isaya 40 Biblia inasema hivi. 40:22 inasema hivi. Yeye Isaya anasema ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia. Dunia ina nini? Ina duara. Na sehemu nyingine sina haja ya kwenda huko. Kwa sababu lakini ni vitu ukikutana navyo uvikatae na uvipinge. Mungu anasema alikuwa ameketi juu ya duara ya dunia na sehemu nyingine anasema akaweka alama katika duara ya dunia sehemu nyingine. Lakini hapa tunaisoma katika Isaya 40:22. Lakini anakuambia dunia sio duara, dunia ni bapa. Ni tambalale. Ni mambo ya shetani na ni mapya na yanazaliwa kila kukicha. Jinsi dunia inavyoendelea kumkataa Mungu ndivyo kunakuja nadharia za ajabu ajabu. Zote hizi ni mpya. Hizo zote tunasema hakuna iliyokuwepo miaka 500 iliyopita. Nyingine hata miaka 10 haikuwepo. Ili mradi tu maneno kukengeuka ndivyo anaendelea kumpinga Mungu. Point ya mwisho kabisa na tulishaiona kwamba Mungu alimfanya mtu kwa mfano wake. Tushaiona kwenye kusoma lakini ni kuisitizia tu kwamba leo hii dunia inakuambia kwamba mwanadamu ni kiumbe tu kama viumbe vingine. Unaweza ukachukua kiungo chake ukakitoa kaweka cha mwingine. Mwanadamu yani ni mnyama tu ambaye yuko advanced tu. Lakini Mungu anasema hapana. Mimi nilipoumba niumba vingine vyote. Baadaye kabisa nikajiangalia taswira yangu, nikaangalia mfano wangu, nikaumba kitu tofauti. Leo hii kwa mfano, nitoe mfano, wanaitumia kwenye eneo gani? Wanakuambia unaona madume ya wanyama yanapenda kupanda majike mengi. Ndivyo na binadamu wa kiume anavyotakiwa kuwa. Nicho wanachotaka kuonyesha kwamba mwanadamu ni mnyama kama wengine. Sawa mwanadamu ni nyama lakini ana pumzi ya Mungu, anajua jema na baya na ndiyo tabia ya Mungu. Mungu anajua wema na ubaya. Wanyama hawajui wema na ubaya. Lakini anakuambia huyu ni kama wengine na hapana, sitaigusa sana lakini tutakuja kukutana nayo tutakapokuwa tunaendelea kusoma vitu kimoja baada ya kingine. Tumeona point 5 na sina haja ya kuzirudia sana lakini kubwa kabisa tumeona dunia na wanasayansi na wataalamu wanamshambulia Mungu katika evolution, wanamshambulia Mungu katika uzao, wanakuambia wanadamu dunia imeshajaa. Tanzania nishasema kwa mahesabu tulishafundisha somo la uzao. Tanzania imejaa 16%. Na ukitaka kujua toka tu hapa mjini hapa. Sogea mbele tu kidogo. Utapita kwenye mapoli mpaka utachoka wenyewe. Lakini wanakuambia dunia ishajaa tayari. Mungu anasema zaidi mpaka mtakapojaza dunia mpaka dunia maadamu bado ingalipo. Na nishawahi kusema na nimpongeze Mheshimiwa Rais. Kwa hapo ashikilie kabisa. Amesifia mamlaka akifanya vizuri tunayasifia. Anasema Tanzania fyatueni ndio. Amepingana na wanasayansi, amepingana na hawa wapinga Kristo. Ndio. Mungu sicho anachosema. Zao unaweza kuwasomesha. Mungu anasema kwamba Kristo alisoma wapi? Kristo alisoma wapi? Petro alisoma wapi? Paulo naye alimkuta anatamani, anasema niliacha vitu vilivyokuwa na vyote nivifanya kama mavi. Ningejua kwamba na ile kwa mavi. Haina ubaya kuwa na ujuzi. Lakini ujuzi wote ule hata kama unatupa faida kiasi gani ukishapingana na Mungu ni ujuzi mbaya. Ndio sayansi fake. Ametoka kuita science falsely so called katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 20 na 21. Tumeona haya mambo yote na tumeona sehemu nyingine dunia inavyompinga Mungu tusiwe sehemu ya hiyo na tuendelee kuihubiri dunia maadamu bado tukiwa hai. Mungu awabariki sana. Yesu Kristo nakushukuru kwa neema yako kwa kutupa sura ya kwanza hii ya kitabu cha Mwanzo na ujumbe tuliopata humu. Tunaomba Baba kuendelea kutenda makusudi yako katika maisha ya watu wako. Endelee Mungu wa mbinguni kusikilizwa na neno hili Mungu likatende
sawa sawa na jinsi Mungu unavyopenda wewe mfalme. Ukatuongoze, katupe kuyashika na kuyaishi. Na tunaomba baraka zako Mungu, tuomba ulinzi wako na wema wako katufunike. Funika wote waliofika hapa Mungu. Na wote wanaotufuatia kutokea mbali mfalme, na kazi yako kaibariki Mungu. Na tunaomba ulinzi wako, tunaomba wema wako, tunaomba nguvu zako, tunaomba Mungu, bila wewe hatuwezi jambo lolote Kristo. Tunakushukuru kwa kutupenda, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapokea. Amen. Amen.